Madeni yamekuwa ni sehemu ya maisha ya watu wengi, na wakati mwingine yanaweza kusaidia kutatua changamoto za kifedha au kuendeleza biashara kwa kutumika kama mtaji. Madeni yanapokuwa mengi kuliko uwezo wa mtu wa kifedha wakati wa kulipa, hayo madeni yanaitwa madeni ya mlundikano, ambayo humfanya mtu ashindwe kutimiza wajibu wake wa kifedha kwa wakati na kuendelea kukopa ili kulipa madeni ya zamani. Matokeo yake ni kuingia kwenye mzunguko mgumu wa madeni unaoweza kuathiri afya, familia, kazi na maendeleo binafsi ya mtu kwenye maisha. Unatakiwa kuelewa madhara ya madeni ya mlundikano ili ujifunze kupanga matumizi yako vizuri na kuishi kulingana na kipato chako ili uepuke mikopo isiyokuwa na ulazima. Hasara ya kwanza, madeni ya mlundikano yanaharibu afya ya akili. Madeni ya mlundikano yanaweza kuharibu afya ya akili kwa sababu huwa yanamfanya mtu aishi kwenye hali ya hofu na wasiwasi kila siku. Mtu mwenye madeni mengi huwa anafikiria namna ya kupata fedha za kuwalipa watu wanaomdai na kumfanya ashindwe kupumzika na kufanya kazi zake kwa utulivu. Mawazo ya mara kwa mara huwa yanapunguza uwezo mzuri wa kufikiri na kufanya maamuzi sahihi. Mtu anaweza kupoteza hali ya kujiamini kwa sababu ya kushindwa kutimiza wajibu wake kwenye masuala ya kifedha na kumfanya aone aibu mbele ya familia yake, mbele ya marafiki zake na jamii inayomzunguka kwa sababu ya kudaiwa na watu mara kwa mara. Madeni makubwa yanaweza kusababisha matatizo makubwa ya afya ya akili kwa kupata huzuni ya muda mrefu, msongo wa mawazo, lakini pia kukata tamaa. Hasara ya pili, madeni ya mlundikano yanaongeza msongo wa mawazo. Madeni ya mlundikano huwa yanamfanya mtu awe na msongo wa mawazo kwa sababu kila siku anawaza jinsi ya kulipa madeni kutokana na simu za watu wanaomdai, ujumbe wa kukumbushwa kulipa madeni na tarehe za mwisho za kulipa madeni. Huwa inamfanya mtu ashindwe kuwa na utulivu. Mtu mwenye madeni mengi anaweza kushindwa kulala vizuri usiku kwa sababu ya kuwa na mawazo mengi kichwani mwake. Kadri msongo wa mawazo unavyoongezeka, ndivyo afya ya mtu inavyoendelea kudhoofika. Msongo wa mawazo unaweza kumfanya mtu ashindwe kufanya maamuzi mazuri ya kifedha. Badala ya kutafuta suluhisho la kudumu, anaweza kuendelea kukopa sehemu nyingine ili alipe madeni ya mwanzo na kujikuta anaongeza tatizo badala ya kuondoa tatizo. Hasara ya tatu, madeni ya mlundikano huwa yanasababisha ugomvi wa kifamilia. Madeni ya mlundikano yanaweza kusababisha migogoro ndani ya familia kutokana na ukosefu wa fedha za kukidhi mahitaji ya kila siku. Wakati kipato kinapotumika kulipa madeni, mahitaji ya muhimu yanakuwa ni vigumu kuyatimiza kwa wakati na kusababisha malalamiko na kutokuelewana kwenye familia kwa sababu ya lawama ya kujiingiza kwenye madeni. Hasara ya nne, madeni ya mlundikano huwa yanaondoa furaha na amani ya moyo. Mtu mwenye madeni mengi mara nyingi huwa anakosa furaha kwa sababu mawazo yake mengi huwa yanakuwa kwenye madeni. Kila anapopata kipato, sehemu kubwa ya kipato chake inaishia kwenye madeni. Hasara ya tano, madeni ya mlundikano ni chanzo cha umaskini. Madeni ya mlundikano ni moja ya sababu zinazoweza kumweka mtu kwenye umaskini kwa muda mrefu, kwa sababu sehemu kubwa ya kipato chake inakuwa inatumika kulipa madeni badala ya kuwekeza na kufanya maendeleo binafsi. Mtu mwenye historia ya kushindwa kulipa madeni anaweza kukosa nafasi ya kupata mikopo mizuri ambayo ina masharti mazuri kwa ajili ya maendeleo yake binafsi. Madeni ya mlundikano yana madhara makubwa kwenye maisha ya mtu na familia yake kwa sababu yanaweza kuharibu afya ya akili, kuongeza msongo wa mawazo, kusababisha migogoro ya kifamilia, kuondoa furaha na amani ya moyo. Ili uepuke haya madhara, hakikisha unapanga matumizi mazuri ya kifedha, unatumia pesa kulingana na kipato chako na kuweka akiba, lakini pia kukopa pesa kama unaona kuna ulazima. Nidhamu ya fedha ni msingi wa maisha yenye utulivu na maendeleo ya muda mrefu.